Karibu kwenye mwongozo wetu kuhusu ufugaji wa vifaranga wenye afya bora. Leo tutazungumza kuhusu jinsi ya kuweka hali joto ifaayo na kuelewa tabia ya vifaranga ukiweka manani ya kupata vifaranga wenye afya bora. Joto ni mojawapo ya kipengele muhimu kwa kutanguliza ukuzaji wa kuku, na vifaranga wanahitaji joto ili kuwa na afya na kukua imara. Kwa wiki zako za kwanza, weka joto ya nyuzi joto 32 hadi 35 kwenye kiwango cha vifaranga. Hii ndio joto wanayohitaji kukuza vizuri. Tumia kipima joto kuangalia hali joto mara kwa mara. Kwa wiki ya pili unapaswa kuweka kati ya degree 28 hadi 30. Katika wiki ya tatu hali joto inapaswa kuwa karibu na nyuzi 27. Kufikia umri wa wiki 3 hadi 4 zikiwa na manyoya kabisa, zinahitaji kupashwa joto tena, mradi hali joto ndani ya nyumba ni kati ya nyuzi 20 hadi 25. Unaweza kupasha vifaranga wako kwa jiko la makaa. Unaweza kutumia brooder ya umeme. Taa za joto kwa majiko ya makaa, hakikisha hayavuki moshi ndani ya brooder, na vile vile vya majiko vifunikwe ili kuepusha vifaranga kuruka kwenye jiko, kwa maana inaweza sababisha ajali. Na kwa zile brooder za umeme, rekebisha urefu wa udhibiti viwango hali joto. Kwa kawaida brooder ya umeme inapaswa kuwa angalau sentimita 40 juu ya matandiko. Tegea sikio vifaranga wako, sikiza mlio. Iwapo kuna mlio wa chini, ina maana kuwa vifaranga wako wana furaha na wako starehe. Na ikiwa unasikia kelele ya juu, inaashiria kuwa joto kingi, kuna njaa au kiu. Na ikiwa vifaranga wako wana kelele kidogo ama hakuna kelele kabisa, basi inaashiria kuwa wanahisi baridi sana na wako dhaifu. Chunguza kwa makini na yafanya marekebisho yanayofaa. Vifaranga wanaohisi baridi hujibandika pamoja kwa vijikundi vidogo, alafu wanapohisi joto wanapumua wakihema, mdomo wao ukiwa wazi. Wanalala kifudifudi wakiwa wamepanua mabawa yao, ama kulala kwenye sakafu kwa sababu wanatafuta sehemu zenye baridi zaidi. Na iwapo joto itazidi, sikilizeni mawakala, fungua madirisha ili kuwe na msambao wa hewa wa kutosha. Hakikisha kuwa msambao wa hewa wa kutosha upo ili vifaranga wako wazuiliwe pia dhidi ya upepo. Daima tunapaswa kurekebisha hali joto kulingana na sauti na tabia za vifaranga. Ikiwa zinaonekana kuwa na baridi na tulivu, kusongamana pamoja, punguza joto au ongeza mafuta zaidi iwapo unatumia brooder ya mafuta, au unahitaji heater zaidi ikiwa zinaonekana moto kiju ili na uongeze hewa. Kwa kuweka viwango vya joto vinavyofaa na kuwasikiliza vifaranga wako, utakuwa unasaidia kwao kukua haraka na wenye afya njema, ili uweze kufuga vifaranga wenye afya na nguvu kwa ajili ya mauzo yako. Asante kwa kutazama. Endelea kufuatilia vidokezo zaidi kuhusu ufugaji wa kuku.